Okay, mambo vipi? Ninaamini kabisa kwamba uko vizuri sana. Karibu tena tuweze kuzungumza mambo kadha wa kadha yanayoendelea katika mpira wetu. Mimi naitwa Almachus Boniface Kanyasi na hii ni Kanyasi Digital. Sasa kuna jambo moja ambalo limetokea siku ya kuamkia leo. Na nataka sisi sote kwa pamoja, kwa maana mimi na wewe, tusikilize kikitu kwa kiasi kidogo sana. Kwa mbali kule naona basi la BM. Ile basi la BM tulijaza mbuzi na wazee fulani wafupi hivi. Tarehe 7 ya mwezi wa 3 watu wakaingia mchecheto. Bila shaka umesikia sawa na mimi nilichokisikia. Ni kwamba msemaji wa kikosi cha Simba Sports Club Ahmed Ally amekubali kwamba Simba walipeleka gari la BM uwanja wa Taifa na ndani yake kulikuwa na mbuzi na viwatu wafupi. Lakini akasema mara baada ya watu kuona kile ambacho kilionekana katika uwanja wa Taifa, kwa maana lile basi la BM, basi wapinzani wao ambao ni Young Africans wakatia woga na wakaanza kusema hiyo mechi hatutacheza. Ni kauli ambayo imetolewa, ukisikiliza kwa sikio la haraka utaichukulia kama kauli ya kawaida sana. Lakini ukichukulia katika uzito ule ambao mimi nimeuchukulia, hautaona kama ni kauli ya kawaida, bali utaona ni ongezeko la mgogoro zaidi katika hili, na itasababisha Young Africans waonekane wao ni kama washindi katika hili, na Simba walikuwa wana kila sababu ya kuadhibiwa kwa sababu Simba yani waonekane kwamba walikuwa na sababu ya kuadhibiwa kwa sababu wamekubali ile swala, na kwamba walipeleka magari mawili, walivunja miongozo na taratibu za kunufaika na kanuni inayowapa nafasi ya wao kufanya mazoezi saa 24 kabla ya mchezo. Kupitia ukurasa wa Instagram wa Ahmed Ally Kamwe, msemaji wa Young Africans, ameandika haya: afisa habari wa timu ya Yanga Ally Kamwe amefichua siri iliyofichika katika sakata la Kariakoo Derby, akisema wadau wa soka Tanzania wakiendelea kusubiri ripoti ya bodi ya ligi kuu juu ya uchunguzi wa sababu ya kuahirishwa kwa mechi ya Derby ya Kariakoo, leo viongozi wa Simba wamekiri hadharani kwa lile basi la BM lililozuiliwa na wamiliki wa uwanja wa Mkapa kuingia ndani Machi 7 lilibeba mbuzi na wazee wafupi. Maneno mbuzi na wazee wafupi yakiwa kwenye maneno makubwa, herufi kubwa. Akasema wamekiri hadharani. Pia sintofahamu yote ya Derby ya Kariakoo inayoendelea hivi sasa ilianza baada ya basi hilo kuzuiliwa kwa sababu kuna watu walipata mchecheto, na neno mchecheto imewekwa funga na fungua semi. Akamaliza, ni vyema ikatunzwa vizuri kwenye record. Haya yalikuwa ni maneno ya Ally Shaban Kamwe, huku akiambatanisha na video ambayo ilimuonesha Ahmed Ally. Imeanzaje? Siku ya jana kikosi cha Simba kilikuwa kinazindua ushirikiano wao pamoja na kituo fulani cha mafuta ambacho mimi sina ithibati ya kukitaja hapa, kwamba yale mashirikiano watakuwa na shirikiana kwenye moja mbili. Kwenye hotuba yake Ahmed Ally akajikuta anaeleza kwamba nimeona gari la BM kwa mbali, na lile gari la BM ndilo lilionekana uwanja wa Taifa likiwa na mbuzi na wazee, na watu wakapata mchecheto, wakaanza kusema atucheze. Hii kanifikirisha na kunifanya nijiulize consequences zinaweza zikawa zipi mara baada ya msemaji huyu kuzungumza maneno haya mazito mbele ya vyombo vya habari. Je, hakujua madhara yake? Na je, alijua madhara yake yatakuwa yapi? Madhara yapo katika muktadha wa maeneo matatu: madhara ya kihisia, madhara ya kisheria na madhara ya kusaidia katika ushawishi. Moja, madhara ya kihisia. Mara baada ya msemaji huyu kuonekana anazungumza ya mambo, inaonekana wazi kwamba kihisia Simba walijiandaa kwa ajili ya jambo fulani, na ndiyo maana wakaambatana na gari fulani lililokuwa limejaa mbuzi pamoja na wazee wafupi kama nadharia inavyosema.
So wana Yanga wataanza kuamini kwamba kweli ili swala lilifanyika kiukweli, na ndio maana hata wa Simba wenyewe wamelikubali, kama ambavyo ameandika Ali Shabani Kamwe. Kuandika Ali Shabani Kamwe kwenye ukurasa wake wa Instagram ni kudhihirishia umma kwamba wana Yanga wamesikia kile kilichozungumzwa na wanaamini kina madhara kwenye maeneo ya kihisia. Wana Yanga wataamini walionewa katika hilo swala. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili nimezungumzia kisheria. Hii inaweza ikatumika kama ushahidi wa kueleza kwamba Simba kweli waliandaa jambo fulani. Utaniambia Kanyasi kivipi? Ututaamini kivipi? Kwanza ametaja basi ambalo inasemekana lilikuwepo uwanja wa Taifa. Kwa kama kutakuwa na mtu mwenye picha na video inaolionyesha hilo basi, likiunganishwa na kauli ya msemaji wa Simba, inatosha kusema watu waliliandaa kweli. Lakini kitendo cha kutaja tarehe 7 Machi, tarehe 7 Machi ilikuwa ni siku moja kabla ya mchezo wa tarehe 8 Machi, na ndio siku ambayo ilitokea tukio. Tukihusisha kimazingira, itaonekana alikuwa anamaanisha hiyo siku na si vinginevyo. Jambo la mwisho ambalo ni kubwa zaidi ni mazingira ya maneno yaliyotamka yanaendana na lile tukio. Maanake wana Yanga wanaweza yakaitumia kama ushahidi kuonyesha kwamba Simba ndio waliovuruga dabi isichezwe, na walifanya makusudi kupeleka ile wakijua kabisa watazuiliwa, na wakizuiliwa wataugomea mchezo, end of the day mechi haitochezwa. Haya yote yanatokea wasaa ambao inasemekana kwamba waziri wa sanaa, tamaduni na michezo Paramagamba Kabudi amewaita TFF, Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara, BMT, Young Africans, Simba Sports Club na TFF wote wakutane Dodoma siku ya tarehe 27 kwa ajili ya kujadili mustakabali wa hiki ambacho kinaendelea hivi sasa. Kwenye kutafuta suluhu, unatokea mtu unazungumza maneno kama haya, maana yake unaongeza hali ya mchanyato zaidi na watu kutoaminiana. Na hiyo sasa ndio mazingira yanasababisha ili swala liwe ni gumu kulipatia ufumbuzi, kwa sababu wale ambao tunatarajia wangesaidia kwenye hili hawalisaidii kwa namna moja ama nyingine. Kiukweli mimi binafsi kama Almachus Kanyasi ninaweza nikasema Ahmed Ally katika hili amekosea sana. Anahitaji kukaa chini na kuomba radhi, labda aliteleza kwamba kumaanisha katika msingi wa namna hiyo, kwa sababu anaweka ulinzi wa anaweka ushahidi wa kimazingira, na ushahidi wa kimazingira unaweza ukaja kuwasumbua Young Africans baadaye, na unaweza ukaja Simba baadaye, na unaweza ukasababisha Young Africans wakauchukulia kama ushahidi kwenye namba moja ama nyingine. Lakini jambo la mwisho ambalo nadhani sasa hivi tumefika linahitaji kufanyiwa amendment ni namna ambavyo wasemaji wetu inabidi niseme ni kama kujitanabaisha ama kufanya kazi zao, kwa sababu wamekuwa kitoa matamko mengi ambayo yanaleta muktadha mushkeri mkubwa sana kwenye jamii. Maneno ambayo wanayatamka kwa namna moja ama nyingine yamekuwa kitengeneza hali ya taharuki zaidi. Kama hiki kilichotokea kwangu mimi na kihesabu kama hali ya taharuki. Young Africans wakisimamia kwenye ile eneo, linaweza likawa ni eneo ambalo linaweza likawasababisha wakaonekana wana haki sana, na Simba akaonekana ana haki na aliandaa hiki kitu. I don't know wewe kwako mara baada ya kuitazama clip hii umeitazama vipi? Nitafurahi kushare nawe. Niandikie hapo chini katika comment. Mimi naitwa Almachus Bonifas Kanyaso. Subscribe, comment, like, kushare. Utakuwa umetusaidia sana. Asante and bye bye.